Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka ni wewe Kristo. Umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba wa mbinguni. Wakati huu Yesu, ninanyenyekea chini ya miguu yako nikiomba ukatutakase sisi sote na ukatakase wakati huu wa neno kupitia kwa damu yako. Takasa mioyo yetu, takasa mawazo yetu Yesu, tutakase mwana wa Mungu. Nakushukuru kwa sababu umetuleta pamoja ili tujue na kusikia mapenzi yako Yesu. Na Baba wa mbinguni, tukitarajia kwamba tukisikia na kujua tutaanza kutenda mapenzi yako. Kwa hivyo wakati huu wa neno Yesu, ninaomba unimwagie mafuta mapya kutoka kwako. Naomba maarifa, unipe maarifa Jehova kutoka kwako. Naomba tena ukanipe hekima na ufunuo kutoka juu mbinguni. Yesu mwana wa Mungu, tunapoketi na wale wengine watasikiza after this, Jehova, tunapojitayarisha kusikia maandiko wakati huu na wale watasikia after this, tuomba neema mpya, tunaomba ufunuo mpya. Roho Mtakatifu wa Mungu, maana wewe ni mwalimu, tunakualika utufunze yaliyo sirini. Tufunze Roho Mtakatifu wa Mungu, tunaomba ukatufunze yaliyo sirini. Tusaidie kuelewa, tusaidie mwana wa Mungu, tusaidie tena kutulia tukiwa katika your presence, oh my God. Tunaomba mwana wa Mungu, roho yote yenye inaweza ikawa itatembea ama inatembea wakati wa neno, ili watu wasikombolewe na neno, kufanya watu wasiseto, kupepa mawazo, kurudisha mawazo nyumbani, ama kufanya mtu arale kwa sababu labda ameketi chini. Naomba ikienye kinaweza kuwa kimetumwa kikiwa roho mbaya, kisione mahali pa kukaa ndani yetu na mahali hapa. Kwa hivyo ninaombea wakati huu wa neno mafuta mapya, ninaomba tena neema ya kipekee. Tufungue Yesu mwana wa Mungu, nimwagie mafuta mapya, nipe maarifa, ufunuo kutoka juu mbinguni. Ninatarajia Mungu wa Israeli, by the end of the sermon, kwamba utatenda makuu, utafungua wengi, utatusaidia kuelewa na tutanjua kwa upana, maana wewe ni Mungu wetu. Na tunaalika presence yako wakati huu Yesu, uwe kuwa pamoja nasi Baba wa mbinguni. Tulinde na utufunze mengi, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Kila mmoja wetu aseme amen. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu, niko na furaha nikinena neno la Mungu yenye tumekuwa nayo kwa muda, that is believing God upon great things. Believing God upon great things. Na ni kuamini Mungu juu ya mambo makuu. Tunasoma basi kwa maandiko ya Mark, ifukulia Mariko. Mark 11:12-14, Mark 11:20-24, Mark 11:25-26. Kwa hivyo tutasoma kama vile nimetanja. Ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Usikie ukiwa huru katika nyumba la Baba. Ikiwa wewe ni mgeni, tunakupenda. Naomba hata na wewe ujiunge nasi, usikie ukiwa huru, kwamba usikie uko katika nyumba la Baba. Tunarudisha mawazo yetu nyuma. Sitaweza kurudisha niseme kenye tulindilo nayo last week, sana ilikuwa ni spirit bora, roho bora. Sijui kama tumeweza kudilo nayo, yenye imetufanya wengi wetu walemewe, wakose kuendelea. Lakini leo tutafunzwa mengine, maana wengi wetu hapa tunanjua kuamini Mungu na tunaamini Mungu 100%. Lakini hata ikiwa tumenjua Mungu, kuna mambo yenye, kuna maarifa, that is umenyo, yenye tunastahili kuwa nayo ili tuweze kutenda makuu. Tujue tumenjua Mungu ni sawa, tunanjuana na Mungu na tumemwamini. Ni nini hii inatufanya tusipokee yale Biblia inatuambia? Ni nini hii? Hata ikiwa tuko na bidii, tumejitayarisha, tumekona hiki na kile kingine, ni nini? Hiyo sasa wakati huu season hii ndio tunachimba, tunaangalia kwa maandiko. Kwa hivyo tutaona machache leo. Last Sunday tuliweza kuona the major ilikuwa ni kukosa kuwa na roho bora. Leo nayo tutaona ingine. Even though, ninataka urudie hapo, even though nimeamini Mungu na ninajua sisi sote tumeamini Mungu. Na hapa mwaka huu tunaambiwa na kuendelea, maana si ya one year, ya kwamba ni kuamini Mungu juu ya kutenda makuu. Even though nimeamini Mungu, ni nini hii? Nikiangalia mwaka wote nilikuwa nimemwamini,
mwezi wote wa yenye Elisa nilikuwa nimemwamini, sijaamini mwingine, bora sipokei. Tutaona machache na ili tuweze kuenda, tukiachana unaenda unandilo na kenye umepokea pamoja nami, na ninajua nikiwaletea kwanza inadigestiwa inimi inatendeka ndani yangu ili niweze kuileta. Ni kwa nini basi tunaambiwa na maandiko hivyo? Kwa sababu wengi wetu kama vile nimesema wamekosa kupokea kwa sababu ya kukosa maarifa. Wengine wakipokea wanasahau, wengine wanashindwa na kupractice, na ninaomba Jehova tupe neema ya kupokea na kufanya ili tuweze kutenda makuu. Na kwa sababu kuna shinda kama hizo, basi tutaenda moja kwa moja to find solution yenye iko katika tutaona the solution yenye iko katika kitabu hiyo ya Mark. Lakini kwanza mstari wa kwanza 12 and 14 nitaminister, alafu tutaona hiyo ya kumbelieve pia tutaiona kwa hiyo text. Nitaminister kidogo kwa wachache maana nilisikia Jehova akiweka ndani yangu. That is Mark 11:12 to 14. Mark 11:12 to 14. Marko 11 Marko 12, sorry. Marko 11:12 to 14. Marko 11, Mark 11:12 to 14. Marko 11:12 hadi 14. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani. Akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wakasikia. Na riri muthenya ungiriria Jesu na aruto ake moimaga Bethania. Jesu akiigua hoti, agikiona mukuyu uri haraya ururite wega, agithie hariguo ehokete ati nie kuona nguyu. No akinya hariguo ndari kindu onire tiga mathangu matheri, amugutiari hindi ya mikuyu guciaro. Jesu agikiwira atiri, andu maroaga gukaria matunda maku tene na tene. Nao aruto ake magikigwa uguo oigire. Nimeanza pale maana hii alipeana ili after hizo zingine verses 20, 24 to 26 afunze na kienye waliona. Nilikuwa ninaangalia ni kwa nini Yesu alikuwa anapeana na vitu zenye watu wanaona. Kwa nini Yesu alikuwa anapeana mifano yake sana sana na kitu kenye watu wanaona. Sana sana wale moja ni mingi, lakini moja yenye nilikumbuka mimi ni kwamba wengi wa wale aliita Yesu wakati ule, si wakati huu. Wakati ule wengi wao hawakuwa wamesoma. Nasema wengi wao. Hiyo ni 1. 2. Kitu yenye mtu ameona, practical that is. Kitu kiona hivi, kuona na macho utasahau. Hiyo ni ingine. Tena tulete kwetu sasa. Nikikihubiria kuhubirie mara nyingi maandiko kwamba believing God upon great things. Na nilete maandiko yenye ina finally huko katikati kuna kumbelieve. Hata nishindi hapo nikikwambia mambo na kumbelieve kwa your mind, mental acceptance. Many of us huwa tunasikia lakini tunasahau. Lakini tukiwa na kitu yenye tunaona, majority of us huwa wanakumbuka. Kwa hivyo Yesu akarealize ya kwamba hao wanafunzi venye mimi nimekaa na wao, by the way hawakuwa wamekaa sana after the call. Hao wanafunzi wangu nisipokuwa ninawapeleka mahali na waone kitu, hakuna kitu wataelewa.
Unajua ni kitu yenye walikuwa napulipiwa mambo na spiritual makiroho membara. Maundu makiroho membara. Kwa hivyo kila wakati na mara nyingi Yesu alikuwa analeta kitu yenye inaonekana. Na kwa hivyo Mungu akilia rahisi hata katikati yenu mimi na wewe kwamba ukiambiwa jambo spiritual kitu yenye iko kwa Biblia, nimesema hivyo mara nyingi, ukifunzwa labda kuna kitu Jehova anataka utahabu upokee, na anaona hata nikiisema kwa maandiko it is mental acceptance, hautaamini, hautapokea, anakuletea wewe kitu yenye unaona. Kwa hivyo ndio usiulize maswali, mbona mimi napitia huku, mbona nimekuwa hivi, na ni kwa sababu mara nyingi sana Jehova huwa anatutest. Na akiona ya kwamba wewe hautaelewa, na yenye ninasema hapa kama hii nimesoma juu ya hiyo miti kwanza haiko kwetu huku. Huku Mwea hakuna, I'm not wrong, si ndio kiti? Huku Mikoyo iko. Kuo. Mito ya Mikoyo kuo. Siwasikii. Alia malemaga kuo. Kuo. Hata wengi wetu hatuna shamba. So hiyo labda iko kwako one person. Hao wengine hatuna mashamba. Wewe sisemi mimi. Hao wengine hawana mashamba. Kwa hivyo mtu tu utapelekwa kwa kenye unaona wewe. Labda kitakuwa kwako hapo nje, mahali unafanyia kazi, kinaweza kuletwa kwa mke wako, mume wako, kwa mtoto. Mungu akusaidie tu kusoma. That is, tusome. So Mungu alikuwa anataka kuwafunza, na aliona tena hata nikisema Mungu anasema, unajua alikuwa Mungu, so nitawapeleka kwa mti. Hiyo ndio maana alienda kwa mti. Si hata Yesu alikuwa na njaa. Yesu ni Mungu. Akaenda wakati alikuwa na wao, kuna kienye alikuwa anataka kuwafunza. So akaenda at the end, alikuwa ameona njaa. Alikuwa na njaa, that is. Akaona mti, na si kwamba hakuwa anajua ate season yake, alikuwa anajua. Maana alikuwa anataka wanafunzi waelewe zaidi. So akakaribia mti, maana alikuwa anataka kuchuna matunda. Lakini wakati na nje, that is, huku nje kwa mti ilikuwa inaonekana ya kwamba huyu mti lazima uwe uko na kitu. So akakaribia, na wakati alifika karibu akakuta haina matunda. Kutoka hapo akalaani huyo mti. Sasa nina minister, nitarudi kwa yangu, usijali. So mimi niko pale sasa. So wengi wetu either wiki hii ama mwezi huu tumekuwa na high expectations. Maundu turerigagirira, maundu tuirigirite. Either ni kutoka kwa bank, ni kutoka kwa mtu, ni kutoka kwa shamba, ni kutoka kwa kazi yako, na hata umepanga nikifika Mei pale end nitakuwa na hiki na kile kingine. Na bila kujua ya kwamba kama vile tumefunzwa kwamba wakati alifika karibu akakuta hakuna matunda, alilaani huyo mti. Nasema kwa nini alilaani mti? Haikuwa wakati ukisoma the other gospel haitanena kama hii. Kikuyu hii inasema maana haikuwa wakati wa hiyo mti kusaa. It was not wakati wa season yake kusaa. Kile kinaweza kukufanya mimi na wewe, hata ikiwa tumeamini Mungu, kukosa kupokea, kukosa kutenda, ni kwa sababu many at times tunakosa kujua season. Hiyo ndio the major, kukosa kujua season ya kitu. Maana wengi wetu tunaweza kuwa tumenenewa, tumepanga, tumeanza, tumestock, lakini hatujajua season ya kitu. Huwa ninajifunza na the hawkers, wale ambao wanauza machungwa, wengine wanauza melon, wale alama diurukagia, that is, hata wale tu wanauza kwa market. Huwa wanajua season. Hata watu wanauza nguo, wanajua season. Kuna wakati wa kuuza nguo zenye ni za Malindi. Kuna wengine unaona huyo mtu amechange haraka sana. Hiyo season ikifika kama wakati unajua nani anaweza kununua wood? Hakuna. So una shift kwa hiyo. Wengine hawajui season. Uwezi ukawa umeendea kitu yenye haitakikani na u expect ati nimeendea, niko na pesa, at the end of the day nitarudi nyumbani na pesa. Itakufrustrate.
Kwa hivyo ya muhimu sana nasema wale wote tumengojea, maana ni wengi, those who have been expecting to receive something from somewhere, ama they have, kuna kile wamepanga, wamefanya, na hata wanajua at the end of this day, at the end of the week, at the end of the name it, the year, kwamba nitareceive hii. Lazima tuelewe season. Season ndiroiga kimera, ndiroiga nekeme season nileta kwa ati tiare. Wacha niseme na Kikuyu, maana naona wengi wetu hapa sisi ni wa Kikuyu. Ati agikiona mukuyu uria wa uri haraya ururete wega, wari mwega, agithia aregue ehokete ati nie kuona nguyu, no akinya hariguo ndari kindu onire tiga mathangu matheri, amugutiare ihinda ria mikuyu guciara. Hapo niko hapo, haikuwa ni season yake ya kuzaa. So wengi wetu tuna miss, even though tumeamini Mungu 100%, ni kwaga kumenya kimera, ni kwaga kumenya mahinda mondo. Simple as that. Ni kwaga kumenya. Si Mungu atusaidie, asaidie mtu katikati yetu hapa. Maana nimeona kuna mtu ambaye amekuwa na high expectation ya jambo fulani. Nikihubiri hapa prophetic sermon, wakati ninatambiri unafikiri ni kesho, unakuta hakuna. Wengine wamepigana na season katikati yetu, wamepigana na season mpaka wamekufa moyo. Wengine bila kujua it is not the season ya kupokea hiyo kitu, ama kufanya hiyo kitu, ama kuanzisha hiyo kitu, wame mess up number, and then at the end of the time unajikuta kwamba they are frustrated. Jioni ni hasira, ni stress, maana waliamuka wakiexpect kitu fulani. So mimi ningeomba wale ambao tumekuwa hivyo, maana ni wengi wetu, kama vile Yesu alikuwa, maana alikuwa anataka kutufunza na kufunza wanafunzi wake. Agikiona mukuyu wi haraya ururete wega, agithi hariguo ehokete atenie kuona nguyu ehokete. So wengi wetu tumekuwa hivyo, tumekuwa tukitumainia kwamba kuna kitu tutapokea, kuna kitu tutapewa. Nikienda kwake atanipa hiki na kile kingine, nikimpigia simu atanifanyia hiki na kile kingine, unakuta hakuna. Nikiambiwa ni next month, unakuta hawa hizo ni records za watu, lakini kuna season ya Mungu. Nasema kuna season ya Mungu. Kwa hivyo usikufe moyo tena. Naomba, maana the Spirit of God searcheth all things. Roho wa Ngai ni atuiragia. Roho wa Ngai ni atuiragia maundu mo. Undu wothi ule werigirira, undu wothi ule wavanga, ambaga gucoka kwa roho. Undu uyu ni wa season iriku, ni wa kimera kiriku. Maana utakuwa frustrated for nothing. Usinichukie, ni wewe haukujua season. Jina la Yesu lipewe sifa. Wakati nilikuja hapa moyo, hata ninakumbuswa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Mimi huwa ninaikataa hata ikiwa ni hivyo. Nilirealize mwezi wa 5 na kuambia. Wauni gusina. Mimi nilirealize hivyo. Mpaka nikawa before ifike na iombea. Maana huyu mwenye nimeamini ndiye mwenye season. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema mwezi wa 5 nikarealize ya kwamba, maana nilikuwa na kazi, ya kwamba mwezi wa 5 si ati inakuwa ni rahisi sana. Why? Maana kwenye tuko, nasema ni kwenye tuko Mwea, ukiangalia hakuna kitu kinauzwa sana, hakuna kuharvest sana. So hata wale wako na biashara ni inakaa nini? Ni kwa sababu hawajajijua wao kwamba sisi tumeamini mwenye ni sisi, mwenye anatawala season ni mwenyewe, mwenye kemera. So unaamuka asubuhi ukiexpect labda kurudi nyumbani na pesa, ugekora ni gutiri. Mundu si ule sia araragara kalete atia, aigwete frustrated akiwa amekufa moyo. So Yesu na yeye akawa kama vile wengi wetu tunakuwa na nginya tukamberia kubatithia tukiwa nikomo wengi wetu wakitanja ngani nani anafanya iwe hivyo. Hapana. Lakini Yesu alienda ili atufunze kama leo ya kwamba ate ondo we kimera kiaguo, ondo we mahinda maguo. Ecclesiastes 3 ndivyo inasema, ondo we mahinda maguo, ondo we mahinda maguo.
Mimi nilikuwa ninaangalia venye tuna attend, nimeiombea sana, nikaulizwa unjui ni season. Wewe apostle, kwani unjui ni season? Unajua wewe ni season. Nasema hii ni very very important. Itakomboa mtu atakuwa naamuka mambo yakiwa mambaya, anajua ni season. Jina la Yesu lipewe sifa. You cannot change the season, you cannot change. But huyu mwenye tumeamini tondo niwe mwene kemera no etikire gukuthondekera off season. Ninafurahishwa na akina Mase. Watu hapa wamwe akina Mase wao wanalima, ninasikia mimi kwamba huwa ninasikia wakisema ati kama serikali ndirabandire pastor nika off season. Why? Ningependa tujifunze na wao kwamba hata na sisi tunaweza kupokea wakati wa off season. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni sisi hatunjaamini na tunjajua. Ikiwa watu wa moyo wanapanda off season, si akina Mase mnafuna, si ndio? Wewe unakuwa na ujui kabisa, lakini at the end of the day utafuna, si ndio? Na mimi nataka kutabiria mtu hapa, huyu mwenye tumeamini ndiye mwenye season. So we want to declare every day, every month ni season ya Mungu. And no wonder niliandika hapa hivi, I'll preach the word in season and out of season. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndo igatutikaro magwe ni imera, tukareaga tugaketha tukagia matunda nginya hindi of season. Pigia Yesu makofi. Na ikiwa umeamini, pokea hiyo neema, usitizwe na season. Na kwamba niligongwa nayo wakati niliingia hapa Mwea, maana sikujua kanisa inaanziwa aje, hakuna mwenye alinisaidia. So mimi niliingia in a form of a school. Hii unaona nikiwa nayo hapa ilikuwa ndani yangu. Nilikuwa nakaa na watoto 30, nikisikia tu mwadhani si unjue nionyeshe Mwea inaendwa anje, mtu anaanza kanisa anje, nionyeshe tu. Nilikuwa mkonde nikisikiza season. Rimaya. Nilikuwa natafuta kwa Mungu season ya kuanza kanisa. Nilijua nimeitwa hapa Mwea, lakini season ni wapi hata? Ni wapi? Season yake ni gani? So mimi nikaingia kwa shule, nikapambana na hii mavi hapa. Nasema sikuwa na mwalimu mwingine, nilikuwa na watoto 30 mimi. Nilikuwa hata saindi ya walimu. Maana pande nilikuwa naenda nyumbani na 600. Na saa hiyo nimepepa chakula nimepika. Si ati nilikuwa nataka hii kazi, nilikuwa nasikiza nini? Season. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Ndo iganga yiwito niwe mwene imera. Usitiswe na watu. Hata ukifungua kalenda usikie ati ya mafuriko, hiyo ni yao. Hiyo ni yao. Kalenda za hapa duniani isikufanye usimame. Aingia itunundu wako dhina high expectation and judging ambukumba is cover. Once they arrive there, mekola kane makuwa ngoro makara aya angona gutena matunda. Anga ndekunde ithagia. Ni kwamba haukunjua season. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tutakuwa tunatambiria mali yetu, kazi zetu kusiambia Yesu tutira amenyolea guikara. Baruola eno tunde kwamba ni season ya undu fulani ukawalia. Jina la Yesu lipewe sifa. Unanenea hiyo kazi yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Usunondo wa mbere kimera kumenya season, kunjua season, kunjua. Na maana wengi wetu wapendangi kujua season, wamekuwa very frustrated. Uliona ule kana na mundu akakurakaragira buri. Anaamuka unakuta amefura huyu. Amefura maana labda alienda mahali, jioni yake anakuwa frustrated. Hakupata kitu, alirudi bila kitu. Kenya alikuwa na expect ni kama Kenya tunafunzwa na Yesu hapa, akolide gutari. So kile kilitoka ndani yake ni laana. Ni kumaanisha ya kwamba wengi wetu hapa tumenjawa na laana. Wengi tumefuatwa na laana. Kuna laana zingine zinaitwa fambo curses. Hizi ni watu tu wanatamka. Ama wewe unajirani, wewe mwenyewe unajirani, maana nilisema ulimi uko na nguvu. Singine tunaporaaniwa sina kasi kitufuata na watu wanasiona na tunakaa kama hizo laana. Kama huyu mti swali ulifanya nini? Na ikuwa season yake. Yes.
So ni wewe utarealize ya kwamba aya, kumbe nililaniwa. Kumbe nililaniwa mimi. Kumbe ndio maana sisai. Ati tunasikia the following day mti ulikauka yote. Rana. Sasa mti suale ulifanya nini? Mti ulifanya nini? Ilitendeka hivyo ili tusome nayo. Maana wengi wetu hapa hakuna kitu wamefanyia watu, lakini wako na laana. Wazai, they are barren. Ni dhata. Matisiara mawira mao matisiaraga. Ukianzisha kitu hivi kinakauka. Maana wako na laana. Sita na hiyo leo. Wacha niende kwa the next season. Tumeona ni season. Jesu agikimwira atiri andu maroaga gukaria matunda maku tene na tene, nao aruto ake makigwa oguo oigire. Twende kwa hiyo ingine. Ni nini inatufanya hata ikiwa tumeamini Mungu sana, ni nini inatufanya tukose kutenda mambo makuu? Hiyo ya kwanza ni kukosa kujua season. Kukosa kuelewa ni kukosa kutembea na season. Ni kukosa kufanya kitu kwa season yake. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni kukosa kunenea season. Ni kuwa na high expectation, ni kwamba Ruben atanisaidia, Mairana tevu atanisaidia, ule mwingine atanisaidia, ni mtu fulani kungonjea utakuta hakuna matunda. Ungonje utoki hapo na bitterness ukiwa umemchukia. Na ndio maana unaona especially relatives huwa tuna grudges mingi sana, kuchukiana kwa sababu labda ukusaidiwa wakati fulani. Verse 20 to 24 nayo inatufunza nini? 20 to 24. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake. Akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa uko fast 24. Umesoma 24? Hapana. Soma. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Hapa tutavuzwa. I was ministering, sasa tumeingia kwa the business, mambo na believing. Na rede muthenyo uyu ungiru sine Jesu na aruto ake magikinya haria mukuyu wari, makiona umite wothe kinyamiri. Nake Petro aririkana uhoro wa mukuyu ucio, akira Jesu atiri, murutani tarora, mukuyu uria urarumire ni umite. Nake Jesu akimera atiri, itikia Ngai. Ngumwira nama ati mundu wothe ungira kirima giki atiri, kuruka wiki iria-ini, na akorwo atari na nganja ngoro-ini yake, na akorwo etikitie ati uguo ekuga ni ukuhinga, no ekirwe undu ucio. Hii nyingine sasa, maana sisi tunaamini Mungu. Hapa ndipo kuna kuamini kabisa, kwamba mambo na kuamini sasa. Ikifika ni mambo na kuamini sasa, nimerudi kwa the title yetu, believing God upon great things. Ikifika ni mambo na kuamini, ni tulisikia kwamba lazima utengeneze nini? Mawazo. Kwanza mawazo ndio inakubali. Mawazo ndio inakubali. Sinda kubwa sana yenye tuko nayo. Na wengi wetu wenye hawapati lolote na wanangangana sana wakipata, jibu yao, magonjwa yao, problem yao yote inakuwa kwa mawazo. Mawazo na moyo. Basi tuna kwamba ikiwa wewe na mimi hatutaamini neno kama vile ninanena saa hii, hautaiamini, hautakikumbuka, Mungu ataleta kitu ni practical. Practical ni rere, ni undu urona, ni undu ureona life.
ikiwa utaamini neno hivyo imesema na ni kweli na utembee nayo, akinjua ya kwamba utaisikia Sunday, kesho yake hakuna. Utaisikia Sunday, ukifika Wednesday hakuna. Ataleta kitu yenye unaona akufunze. So alirealize hawa wanafunzi si wale tu walikuwa nateka samaki na wale wengine. Hawa watu wanjasoea mafunzo. Wamesoea kufanya mabusiness na sile zingine. Wamesoea kuwa na families zao. So hii ni kitu ngeni kwao, hata kwa spirit zao, kwa mioyo yao. So ni kitu yenye alikuwa na lay foundation juu ya kanisa hiyo ya mwanzo. Na hata neno la Mungu huwa lina lay foundation kwetu. So alikuwa anasema na mifano, alikuwa na wafunza na mifano. Kama hii sasa akaenda akarani huyo mti, then kesho yake kila mtu anaona kweli. Sijana ilikuwa green. Nilisikia anje Yesu aliambia utawahi kuliwa na mtu, utawahi pata matunda ya kukuliwa na watu. Akalaani mti. And the following day wakaona kweli. Na sasa wakaanza kuuliza kwani Yesu ni mrogi? Ingekuwa ni wakati kama huyu tu angekuwa anasema nakwambia pastor angali ni mrogi. Anafanya juu kikitu. Na ni kufunzwa tu. Ni mafunzo tu, sina mambo na urogi. Aliwafunza nini then? Waliona. Na ule alikuwa very sharp na ni aliachua kanisa ni Petro. Akaona haya ati alimesa hiyo na akasikia hiyo. Amelaani mti, wacha tuone. The following day akamake sure apitie pale. So ukiletewa physical ana make sure unapitia hapo, unaikulia hiyo kikombe live ili ujifunze, ili uelewe zaidi kumwamini. Hii ni mafunzo, ni kirasi ya kuamini Mungu. Ni kirathi, ni sukuru, that is. Ni sukuru ya gwetikia Ngai. Haikuangi rahisi tupokee hiyo neema. Tupokee neema ya kuwa kwa hiyo class. Maana utapitishiwa kwa kinjanga hivi usikia ajaja. Kwani hawakuwa wametenda dhambi? Si atumekuwa umetenda dhambi, ni wewe waregire gwetikia maandiko ugu maandikitwe. So unaletewa ukiuona life, si hata labda this week. Unaona last week na this week. Nisi ukagoka. Hiyo ndio itakuwa mtihani. Hiyo ndio itakuwa mtihani yetu. Kwa hivyo tunasema nini? Ati Yesu sasa akasema hawa watu nitawafunza na kenye wameona ili waamini mimi, waamini Mungu, that is. So wakapitia pale, wakaona imekauka. Maana Petro unajua ndiye alikuwa achiwe kanisa. So alikuwa very keen. Mungu alimsaidia akawa very karibu na anaona sana. Ukumbuke he was rich, si ati alikuwa na aliacha hiyo kazi yake akaitwa na Yesu. So wakati walifika pale, tunasikia maandiko inasema nini? Kwamba no lile muthenya onge, so ni the following day. Wameona ikiraniwa, but the following day matokeo, risoti zake. Mahali pa kusoma practical ndio nini? Yesu na aruto wake makikinya haria mukuyu wale makiona umete wothe kinya meri. Na Petro alirikana, usikia kuna Petro. Na lazima kuwe na Petro katikati yetu hapa siku ya leo. Alirikana horo ya uria mukuyu, uhoro wa mukuyu ucio akira Yesu atiri murutani tarora mukuyu uria urarumire ni umete. Na Yesu akimera atiri etikiai. Unaona ilikuwa ni shule. Si hata alikuwa anaanja na Qur'ani na hata hakuwa anaanja na matunda by the way. Maana angewaambia the Bible says. Nani atarudi nyumbani na hiyo ya the Bible? So wewe utajitahidi sana ikiwa utaki mambo practical iwe inakukuta kila wakati. Naomba tu tupewe neema ya kuamini maandiko. Usipoamini gikoka kariu gikakuthomithia leo mpaka in your spirit unaanza kusikia hii ni nini? Mungu wetu ni nani? Anatufunza live. Usipoamini na nena leo utakutana nayo tukiachana. So si unjitahidi tusiombe neema, uiamini venye iko. Maana mambo mengine yenye tunaletewa vise kwa I'm telling you they are very painful. Akiona haya ilikauka kweli. Ni nini alimwambia aje? Etekiai. Na kukauka kou. Kumbe vitu zetu zenye labda silikauka, zenye simekauka, zenye simeharibika ni mafunzo. Tunataka kufunzwa aje? Kuamini Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Si ate uko na laana, si wachawi. Unaona tukora kwa kurolia wachawi by the way.
na menda gukamoke. Tutaamini tu, tutafunzwa na wao. Wale ambao wajanjua kuna Mungu ni wao, si mimi. Yes. Jina la Yesu lipewe sifa. Usisindi ate ukikosa kulala, maana ulisikia ate mtu akitembea usiku, tembea kabisa. Ni okere na magoro, okothia go tukondo thie na minde toro. Jina la Yesu lipewe sifa. Ikiwa basi ni mafunzo, utamsikia akitembea mpaka utafungua, mpaka ili uamini Ngai mane wongitagira. Akakurane ngani uraraga kendi ururuka maka ekwenga yeye. Ikiwa nataka kukufunza na njia hiyo watakunja. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Akimera Ezekiel. Hata na mimi ninawaambia leo, kwa wale ambao wameguswa pale na pale na pale, ilikuwa ni mafunzo. Tuamini Mungu huu kwamba nenga iwa sisoni. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Nenga iwa sisoni. Nenga iwa kemera. Ai. Yes. Akola wa nenga in season and out of season. That is, even in off season, he remains to be God. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Ndi mundu uyu thombokirio we njekaga gutikio ndigagwa na kio ni season. Jina la Yesu lipewe sifa. Surprise ingine na kitu ya kukunjenga ni kwamba I tell you kwamba seasons are not permanent. Season itekorogo ndu wa gutura. Wegie na hinya. Kiune kemena na noge kuhetoka. Tunapotazama kule nje, utagoko gwitu kuna kufurandite, si kweli? Sasa kuna maji. Maana ilikuwa ni season. Jina la Yesu lipewe sifa. Mambo ilikuwa imenyeza mpaka tulikuwa season hiyo imeondoka. Hatujui kama itarudi tena. Maana usio uragia mbura niwe mwene imera. Umesumbuka sana na mtoto wako. Umemlaani, wacha kumlaani. No automatic kauke. Ni wewe kinywa cha mindomo yako kila siku ni kupeleka laana. Tondulire kindu kiliotigire umwireteke. Sio Kenya atafanya. So whatever you are expecting unakuta ni contrary. So na wewe badala ya kunjua ni season ya mwana might be ako kwa adolescence discovery age. Might be kuna kitu anataka kudiscover. Wewe muombe Mungu during this season of my child. Naomba tu sikumbali anjingise kwa mbandi kambanesi. Naomba atokee wakiwa mshindi. Ruben siku moja aliingia kwa season ya adolescence na mimi sikuwa ninajua. Yes, prepare Ruben time. Season yako ni ya kinyaribu testimony. So akaingia kwa season na nilikuwa primary. Na nilikuwa nimeanza kuhubiri. Those atuku hapa nafikiri tulikuwa na kule chini. Akaingia kwa adolescence na adolescence ni stage ile. Ngai, nitaiweza kueleza na Kikuyu. Twende. Maana nasikia wazazi hapa ambaye wamesumbuka juu ya watoto kitu pete. Geti, tudie. Adolescence ni stage gani? Wewe nafikiri saa hii unafunza hiyo haikuwa kwangu. Ele mwana. Stage from which year to which year? 13 na kuendelea. No. Hiyo ni teenager. Hiyo yenyewe unasema ni teenager, si kweli? T. Ni nyingine iko chini kidogo. Adolescence wewe. It's from 13 to nayo teenager. Iko hapo. Aya twende. Sasa sioni kama ulikuwa umefikisha miaka hiyo. La all the same. Akawa na hiyo adolescence. So Ruben usinjali, wana tunahubiri na Ruben, nonginya kule, nonginya thome. Thoma ina yake leo. Sasa nimewapeleka nje kwa Mukoyo Ruben. So nilifunga shule nikaitwa na Mungu na nikaanza kuhubiri. Mimi niliwapeleka kwa my sister ako pale M-Town. Na walikuwa napewa fare sawa the student watu siana ikili skuru kila mtoto $10,000, Masiki $10,000, Miriam $10,000, Ruben hawakuwa na basi by then $10,000. Na Ruben ni nani? Mukoyo Ruben ni nani? Alikuwa na mesa. Si ati anakula, anaona watu wanakula tamtamu. Hakuna kupewa anapewa fare peke yake. So anaweka mfuko, wanakaa kwa stage. Tukwetu tekindo. Tubebeni hatuna kitu. Ruben angekuwa mwizi mkali, ni Mungu tu nikiria. Tubebeni, mimi nataka kuwafunza juu mumefanya watoto wawe kitu kimbaya. Tondo andwanga imeka mora kani kwa gome imatokueni. So mase si ule wa kuweka ate kushinda akiweka ni kutoa yote. Kama mamake asikusindwa kipepa hapo aficha dhambi hapana.
Masi akaona hii ni aibu. Nakwambia walikuwa na stage ya Embu bila kupepwa na yeyote, maana walikuwa wanajulikana wanaenda kutoka Murori mpaka Embu unalipa tu shilingi 10 na kurudi ni 10. So ya kuenda juu yeye ni mwerevu alikuwa analipa. Ya jioni ni akaka unisaidie. Si ati atakula, si mwizi, atanunulia sisters zake kitu. Wakimaliza kukula naye ana ndinye mkubwa anaanza. So siku moja Masi akafunga season. Haya mwelewi. Si akatumiwa na Mungu afunge nini? Maana angeendelea sana. Mungu wetu ni nani anaona angekuwa mwizi? Masi akatumiwa na Mungu akafunga season. Hivyo alifunga season yanje. Asubuhi on, I think it was on Saturday. No. Akaamuka akaambia mimi ndadi siendi shule. Why? Akadipoti ndugu yake. Anajua kenye kilitendeka. Unamuonanga na kilema hapa hivi. Ndio hiyo siku yake ya kufungwa. Hakuna kuchukuanga kitu ya yenyewe hata nikiweka wapi. Hakuna na hiyo season ikawa cross. So mimi nikaona hii maana kuna kindonda hawatakaa pamoja na babake, atakuwa naona baba alinifanyia naye baba atakuwa naona nilimfanyia. So labda kuna kitu kitatendeka kimbaya. Nikamfikiria kumpeleka boarding school hapo Wango. Nikampeleka Wango akiwa huko. Nilikuwa na ubiri, nilikuwa mhubiri. Mungu nisaidie tu nijue kwani yako na damu ya wizi. Unajua kuna wao wanasaliwa akiwa na hiyo damu. Hata warogi. Kwani yako na damu ya wizi, especially ukiona background ya kwenu kama kwetu. Kwa ako na damu ya wizi, ni ukora, ni kambane, ni kwa sababu hatuwapeti hizo vitu zenye wanakula. So niko pale. Siku moja Mungu akaniambia ni adolescence. Unajua kwenye yako muangalia, nikaonyeshwa sasa kwa shule. Na imeisha. Nakwambia before the time ishe, Ruben alikuwa ameanza kupiga. Alienda nafikiri tamu 2. Moja. Kupiga simu, mimi nataka kurudi kwa shule ile shule ya auntie. Na hiyo season ikaisha. Kemera gegethi. Ni kwa nini tunapiga watoto tukiwaraani? Taruo ni angeakwira mumenye. Ingekuwa ni mimi ningesukua musibi na mwiko. Ni kwa nini tumeraani watoto wetu? Tumeraani wake zetu. Niko out of topic. Niendelee ama nirudi kwa maandiko. Tumewaraani. Ndio na Yesu agekora ate nilikuwa nataka kukula matunda nikakuta hakuna expectation. Kidia lingi ukwirikagira mwana waku arute after kuweka pesa yako yote pale Masi umeweka ukaona kilimu geke kiandetera kina wewe ndageta ndoi. Umesikia jina yenye nimetamka keri hii atabeba maishani mwake usipokanusa. Kila mahali atakiingia. Am I ministering to somebody hapa? Akiingia popote ando makona akeri tufute elimu isio, tufute leo, tufute hizo laana zenye tumeweka hata kwa wake zetu, waume zetu. Sinaitwa vambo cases. Siamiromo vambo cases. Nikira waruta wena muromo. How many cases zenye tumefanyia hizi viti nakwambia. Kanithionde kuraga ondoa hiyo ni yako leo. Ukakausa. Jina la Yesu lipewe sifa. Asubuhi badala ya kubariki mtoto umusindikiza kasukuru na laana. Wewe wacha hiyo, unamaliza mtoto na kuna matunda kwake. Pigia Yesu makofi. Watoto si wa kupigwa asubuhi, tafuta njia nyingine ya kumbembeleza nayo keune kemera. Mutikimbulire rubi. Jina la Yesu nasema that is parenting. I'm doing parenting now. Kidogo tu nikipita kidogo sije kwenye inatoka ni kwa mti. Mwareka kuthoma no wewe ukanaga kuko na nigacenjia mtoto amechange ona wanje tande muboere wewe ni wewe uthina. Wewe ndiye shinda. Before tumalize ibada naomba ufute hizo laana. Na from tomorrow makethi sukuru otige kumwikagira megwe ya laana. Osio mwana ni mwega. Ambiria kumwira goguo we mega anawera kumwita kamamu. Akwanda meta kamamu na ngalinga robe. No tirana. Kamamu wewe ni mzuri. Nakwambia ni uko simati. Njaribu Mungu akupe tu neema ya kufanya sweet talking.
Jina la Yesu lipewe sifa. Sasa ninahubiri ama sasa ni fani niko nazo. Tuende kwa maandiko, ni mwareka kuendeyo. Mutirameenda. Kwa sababu mmejawa na laana. Tumejawa na laana, tunatoanga laana sisi kutoka siku ya leo na ikausha. Laana silio ndani ya midomo yenu na mioyo na ikausha leo. Nasema mtakuwa nazo tena. Mtakuwa mnatoa mambo mazuri. Wengi wetu tumelaani kazi. Ati mbona haukuusa jana? Anga nini? We, komete. Ndakwira wera uyo teruto. We, nwakuigira wera. Ni wewe hujajua season. Ni wewe haujajua season. Kuna off season. Wakati unaona ni kama sasa, maana wengi wetu hapa tuliamini ati lazima kuwe na mzere ambaye kunalimiwa mchele, kuna pandwa mchele ama inafunwa. Na hiyo ni kuamini vibaya. Hamjaamini Mungu, mmeamini kwa mchele. Aya, tutatoka hapo siku ya leo. Kwa hivyo akafunza akasema nini? Nafikiri nimegusa wazazi, maana mimi ni wa discipline ile mbaya saindi, hata wananijuanga, hata nilipiga masi another day. Kwa hivyo akasema nini? Na Petro alidikana uhoro wa mukoyo onawe andaikana. I know there is a Petro in our ministry. Alidikana na ndamwiririo ona bai. Lakini wengi wetu wenye wanatoanga laana wakumbukangi kenye wamepeleka. Wakumbukangi isipokuwa waone matokeo. So yeye Petro aliona matokeo. Unaona wamefunzwa already. Akaona mti umekauka, akauliza Yesu ni nini? Wakaambiwa waamini Mungu. Kwa hivyo mambo na kukaushwa kwa mti wakati ule ulikuwa mafunzo. Alikuwa anataka kuwafunza. Then verse 23 nasema ngumwena nama ate mundu wote. Si mmeona hivyo hata nyinyi? Si mmeona venye nimekausha huyo mti? Ngumwena nama ate mundu wote. Ungira kirima giki atiri koroka weikiria ine na akoro atari na nganja ngoro yake na akoro etikiti ati uguo ekuga ni ukahinga no ekirwe undu ucio oiga. Hapa ni mambo na sasa kuamini bila shaka, kuondoa shaka, ni nganja. Naomba tusimame, nafikiri wengi wetu waenjoy, lakini wacha niimbe tu, nitaimba peke yangu kiti. Tukiwa tumesimama tu, wewe utanisaidia na kupiga mako. Woko kwanje uba kwenyati konju nikuhonokanagia magerio ine hoyangai hoyana na mutera burambie hoya haniuku hewa hoyote ngundangania witheretie hoyangai hoyana turebe. Haya tena tupige makofi. Tena ora ngathia ngeonaga ni kupiga makofi. Aira wairi mwarugame no it can't work. Kana si yeye ama si yeye? Oh sawa ni hivyo. Aya tupige makofi. Hoyangai hoyanama niokuhewa hoyote rosirogama. Yes. Huyu ni nani? Huyo asimame ikiwa yeye si mgonjwa. Hoyangai hoyanama hoyaniuku hewa hoyote udhangania witheretie. Thank you. Ni hapo tu tunaomba. Hapa bado hatujafika kwa maombi. Tuketi tafadhali. Yeyote sasa ni katikati yetu. Yeyote anaweza kuambia mlima huu. Ni Yesu anawafunza. Yori kumenye tayari practical. Walifunzwa kwamba inawezekana. Kile utatamka inawezekana. Unaona sasa ukitamka laana kenye kinatendeka. Ukitamkia mtoto laana ama mume ama kazi unakausha. Ando laana ni majigwa.
ate mtu asira tori mubau kiroko. Ukitamka jina yoyote ile kwa anga yako inakauka. Kwa hivyo kutamka laana, kutamka negative equals kukausha. Wengi wetu sijui kama hapa na mix leo unakuta kuna wengine sasa maana waotangi nundu akunoga muno matirota, so anaamuka maana kila mtu anastahili kuota ama kuona maono. Ukiamuka kwa kazi yako ama kule nje unakuta mafi, mimi niko nje, tafadhali usinipige. Maana hii ni kitu yenye mimi nimepelekwa practical na Jehova. Si ate kwamba siamini maandiko ili nifunze wachache. Unakuta mafi labda kwa gate, wewe unaasimu tu ni au umbwa, labda ni ya mtoto. Na hata kuna wakati unaona ile gate tunakutanga irondo. Si ando, si za Buddha. Kule Kibogo tukienda ushirika one time nikakuta mafi. So mimi nilisumbuliwa na unakuta mafi kwa mlango, imagine. Kwa mlango. Mimi nikasumbuliwa hata mahali hakuna gate lakini kuna mahali unajua hapa ndipo ninapitia. Unaikuta tu at the beginning. Mafi either uiruke ama utafute mahali pengine pa kupitia. So mimi ni mtu ule ambaye ni lazima ni search. Nongi nyandu erie. Hiyo nilijifunza maana nilijua life is special. Mutoreri okoro kwa kiroho. Akona mutoi. So mimi nikaingia kwa maombi, nikaambia Mungu ni kimbati mbaya ni mtu alisindiwa pale nini. Nikaambiwa unajua kila wakati ukiona mafi ile ya kawaida, kuna mafi ya kawaida kama hivi ile mama Jamia akiwa na toto kanaweza kukumia ini hawe. Ukiona mafi unjue ni kitu kimekauswa. So wengi wetu nilikuwa ninaona ndani tunatoa mafi of course ni kitu kimbaya, ni waste. Kwa hivyo tumenjawa na mimi sijui kwa mimi nimendewerwa hapo sana. Lazima tumekausha sana. Ukiona mavi kwa kazi yako nyumbani kila wakati, hata hauna watoto, unjue ni ya kukausha. Na wewe maana uko na nguvu, unaondoa hiyo roho, unaondoa leo ninaona ni kama sijawapatia solution. Kwa hivyo wakafunzwa kuamini na nini na mti. Na akaambiwa yeyote kama vile mmeona nilifanya, nikaambia mtu kauka na ikatendeka basi. Watoto wangu hata na nyinyi yeyote. Sasa si ati mwenye anaomba anafanya hapa, hatujaingia kwa maombi. Ataambia mlima huu ungoke uende mahali fulani, yeye aiambie naamini bila shaka itaondoka. Unafikiri ni milima ngapi tuko nayo maishani imetukalia hapo na inakata ikitutekelea. Nakwambia yeyote ataondoa shaka leo, tutamufu na wao. Unajua mimi nakuanga na hiyo imani ya kuondoa milima. Mimi nakuwa hivyo na niko hivyo na imewekwa ndani yangu kwamba ni mimi wa kuondoa milima na nipewa hiyo na Jehova. Hapa hakuna the gift, ni yeyote ndo kanjira ni kia pastor. Hapa ni kila mtu sasa, wanafunzi andu wa Yesu, si anasema Yesu. Yeyote atasumbuliwa na mlima yeyote ile. Yes, hapa ni kuamini, ananiambia mlima ondoka. Mlima wa machengenyo, mlima wa hasara, mlima wa manegene, makerere, ondoka kwangu. Itatendeka hivyo. Bora hiyo kitu yenye anatamka ikiwa ana shaka, atena nganja. Nasema shaka and doubt. So nini inatufanya tusipokee basi? Tuekalirwa ni maundu gwekalirwa ni shaka. Hata ikiwa sisi tumeamini Mungu na sisi ni waombaji, tumenjawa na shaka. Kitika ni ulikoro, sijui kama wewe utasikia vibaya. Kuna wakati ulikuwa umekaliwa na hiyo sana. Wengi wetu hapa wananenewa na hata vitu sinawekwa ndani yao in the spirit, na unasikia kwamba ningu dhikwambedia kawira gaka na gaka nino nyejwe noge kupiki na si ati ulikope na huko, ni wewe unasikia na unaanza. Ukianza hivyo tu kidogo tu uone ni kama hakuna njia, unaanza kusema wewe ndirahambiririo na ndonge faulu. Petro aliitwa na Yesu aliona Yesu akitembea juu ya maji. Petro ndiye tunafunzwa na yeye sana. Akaona Yesu akitembea juu ya maji, akamuuliza, ikiwa wewe ni Yesu,
niambie nikunje. Petro alikuwa anataka hiyo mambo ya kufunzwa sana kitu physical. Akaambiwa kuja. Na ndio maana kuna mwimbaji mmoja alisema akono niwe ngai jina njoke, akono niwe ngai jina njoke. Akaambiwa kuja. Anaambiwa hata na yeye atembelele juu ya nini? Si hakukuwa na daraja. Petro akaenda ndiye huyu na Yesu kwa sako juu ya maji. Petro akalia raisi mae matemuti aje kwisha kausa. Doubt wainaka ilifanya nini? Asame wesi yagiambia sana situ idiraga neke si wachawi si anyuna ba tuigurulia wachawi na mjenjua hivyo. Kwani tumeamini nani? Usinage baguki wasindwe ya andwe. This time ni wewe unandiru na wewe tunafunzwa tuko kwa shule ati kwamba naambiwa tembea, akatembea 1 2 3 akiwa sasa ameamini Yesu kweli. Yesu kweli agesoka akiririkana na kivetero aya kivete mai darasa yako. Tutatoka kwa kile tumesoea. Mambo na kuamini ni wachane na kenye umesoea, kenye umeona miaka mingi. Hapa ni kuamini Yesu. Ikiwa ameniambia nitembee juu ya maji, yeye ndiye daraja. Yeye ndiye mwenye season. Yeye anaweza Yesu. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Yes. Unajua sinde yenye tuko nayo tumeokoka na ninawapenda nyinyi watu, ninawapenda sana. Gote mono utalingalinga goto akinyane dautiwe. Nikumaanisha ya kwamba tumekuwa nayo kwa iko ndani yetu, na hiyo mbegu yenye injapandwa na Baba inangolewa leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Tukiondolewa doubt tunaanza kunawili. Kwa hivyo tuondoe doubt siku ya leo. Akaambiwa yeyote niko pale ngimwira na matire mundu wothe ungira kirima giki atire kuruka wiki iria-ine na akorwo atari na nganja ngoro-ini yake na akorwo etikitie ati uguo kuga te pastor ni wewe ni gukahinga no ekiro undu ucio. 24 tondu ucio ngumwira atire undu wothe ni twathi mahoya-ini riu tumeingia sasa kwa hii ingine ilikuwa ni ya kuongea. Na nikundira mwira mwimenyerere cianai tuchunge. Hii ni mambo na kuongea. Ukisikia kwamba tuko na ukiondoa saka unaweza kuondoa mlima uende mahali pengine, unjue hata unaweza kuichukua mahali pengine uilete kwako. Na the same mouth. Tumepewa huo uweza. Jina la Yesu lipewe sifa. Basi ninasema akaambiwa 24 tondo cio ngumwira atire undu wothe muriugaga muriuragia mukihoya itikagiai ati ni murikitie kuheo na ni murigiaga naguo. Riria murungie tuko pale sasa, twende mmoja kwa moja. Hapa kuna kuamini kuondoa saka. So far tumeona mambo na kuwa na high expectation. Usiponjua the season unakuwa frustrated, una miss na unakufa moyo. Ya pili tumeona mambo na doubt, tuko ya tatu na hii imeripitiwa tena sijui kwa nini. Verse 24, 25 and 26. Ndiye murongie mukihoya. Waombaji nimerudi kwenu tena. Na niliona hapa asubuhi, ndio maana leo sikuongea ati Jeva anasema njoo nilikuwa ninajua. Nilikuwa nawaona wenye walikuwa hapa asubuhi. Nikasema tu acha ni spare for this time. Verse 25 ninamalizia pale, tafadhali najua kuna watu wamechoka olende, nisamee kidogo. Rire murungi mukihoya nde kwe ahoi ngai intercessors alemoka girathati tacio tuko saa 9 za usiku wenye wakufunga maombi. Ni nini natufanya tumeamini, tunaomba Mungu ndiye anaondoa milima, tumemfuata. Tukiangalia tuna dhambi yoyote isipokuwa labda ya doubt ama kukosa kunjua season. Na that is lack of knowledge. Rire murungi mukihoya ri hoyagirai ari
ithe wanyu uria we iguru onake amuohagire ni kumuohera sorry kanda hitia amuohagire mehia manyu no mungirega kuohera aria angi mehia mao onake ithe wanyu uria we iguru ndangimuohera mehia manyu. Sasa tuko ya mwisho yenye inakufanya wewe na mimi tukose kutenda mambo makuu. Ona ndio beto opportunity kamwanya kakahinguro fiyo no kona na kweli nini ndakinyirwa ini ndirakinyirwe. Ukifika hapo unaweza kukosa kufanya kwa nini unforgiveness kwaka kurekane. Nilimwambia siku ile nyingine niliona ati nikaambiwa taroria ndo wako angalia watu wako. So mimi nikaona nikipitia hapa chini ya mlima nilikuwa naona akina Keti na wale wengine hata leo niliona wakiwa kama mlima juu. Milima ni maombi pale juu na wako karibu kupokea lakini wangali pale tu wamepiga makoti. Wengine walikuwa huku chini. So mimi nikapitishiwa hapa naona wenye wako chini, wengine wenye wako juu. Nikaambia hao watu wako ningekuwa nimewajibu kitambo. Wangekuwa mbali. Unaona kama ngero angegakorwa angekuwa. So mahali huko sahi teho haku. Ni nini inatufanya tukae tu mahali pamoja tusunguke mahali pamoja? Unforgiveness. Kwaga kurekane. Ngire life you. Kwaga kurekane. Kotitika. Nego titika tonjokeria muri okiba ninjwe ni anditikire. Nikioro na etoro anoga koma. Yes. Basi tunaona nini? Sitaongea sana mambo na forgiveness lakini nitapitia kidogo Keti. Nitapitia kidogo mambo na kurekanira kali ndio ikiu. So nitaifanya practical kaidire maana hii hata nikishinda kusema hapa it is wasting time. Niliweza kucapture maneno mawili tu peke yake na nikasema leo mimi ni mwalimu of course I was trained. Mambo na forgiveness ni to drop the issue. To drop the issue. Ungana na Kithweri kana Gikuyu Keti. To drop the issue. Kurekereria undu uria urari naguo. Kondrop. Kurekia. Thank you. Yeah. No kwande Mugikuyu muno. No suri ule na gutwikira issue ya thimu. Thank you very much. You are good. You are good. Nindegwe with thimu. Sawa kindorie iturorie wachana na it is to drop one area ya haraka sana. Ili maana nimefunza sana. Wacha hii sasa. Unaniona? This is the issue. This is the issue. Eko either etoraga mesiria ama iko kwa moyo. Iko kwa moyo. How do we forgive them? Tulekagia mundu ucio atia mwenye ametukosea sana. Hiyo jambo yenye iko ndani yetu sana. Yenye tunesiria baba ndanje kire wega bai. Itho muthoni baba ndanje ka wega. Agairi andu tonyamu akenyima. Unaona Ruben mwaka huyo hakunifanyia vizuri wacha nisitataje wetu so na ingali kwa moyo ingali kwa mawazo ninakumbuka hiyo kwanza hiyo ina broko maombi. Ukisema Mungu nisaidie hizi ndizo pesa nataka kupata pesa hizi this amount ninunue kitanda ninunue kiti nijenge kanyumba wapi ngakora yo handwe ya twika broke. So in order for you to do great things nego weke maondo manene what do we do? Drop the issue. Aya drop na tikongiriganirwa nona bura kalathi kwanga ugakiona riu tunginya sirwanjibia gatutethia isirema cia muturire itigirianie ndungatenga okatu no ndwe thiini wakwa ni muramuona ni aranjokerera yani amuoni nimendrop lakini nitakuwa na sio kai mungiragira nikirumwa nitaga mutoe kwaria drop the issue anakora ni yunguete drop me drop the issue somebody help me nilipiti tena maana hii utasahau leo nende mutwarire mukoyo-ine twe mukoyo-ine reu jina la tupigie Yesu makofi no menya rigu aba ndirabuthira walimu tio bunjia hii nilisoma kwa walimu yenye uwa ninasumbuliwa na kitu nikitaka hata Ruben namwambia enda ununulie mahali fulani niko na ingine. This is for control the issue. Onakura ni mundu ne issue ni kitu yenye alikufanyia. Iyo ikakuingia sasa ni egiragiriria tamakaba indu karathimwe ugutura bau uri toka
Droble. Isio, nipigieni makofi. Unaona, imetoka ndani yangu, although nitakuwa na hiyo. Kuona sio isio, kuweka ndio isio. Pigia Yesu makofi. Niliweza kusoma tena somewhere. Mimi ni wa kusoma, mama aya marida. Nikasikia ya pili yenye inaweza kukusaidia uwe wa kuforgive. Kuforgive ndio nini? Let it go. Let it go. Ya kwanza tumendrop, si ndio? Let it go. Ni nini hii? Sasa hii ni roho yako, si ndio? Roho na mawazo. Siku moja ngaikubendo getikire gatembuke we. Aga gatirenda tuthome nako. Siku moja kama ndiye huyo akenuma Ruben kuja ubage kabora juu sitaweza kudemonstrate kuja hapa juu ubuve tu. Haya kama huu muthenyo mungi muboya mbesa akenyimana tiga kububa nebe nyamuno kana nikyo kinene muno kiambia. Drop the issue Ruben. Muthenyo mungira mamwa ndomithie akenjira masini marathoma twende niekera si ni kweli muthenyo hiyo siku ngai naongea Kikuyu siku moja nikaambia mama anisomeshe akaniambia uone masi wako shule. Ruben akaiweka leo. Ruben alikuwa Mkuyu, sasa ni kuweka. Siku hiyo nyingine hapa nikipiga keyboard hata alinikemea mbele ya kina Nicholas Shwari mesa no ya nebeba bebe we si ati unatoa unaweka kwa mdomo inaendelea ikiwa endelea kuweka kwa mdomo kumbe hata unasikilianga unaona ameitai. Hizo ni za wawili. Hiyo siku nyingine niliambia ndugu tufanye hivi na kwambia alibu drum set. Hiyo siku nyingine nikaambia nani? Maneimba alimia mwe. Hiyo nyingine tulikuwa na masi hapa alikemea mbele ya watu. What do we do? Ujue hiyo yote iko kwa moyo. Si ni kweli? Iko kwa moyo wa Ruben na venye ni muombaji huyu. Ni muombaji. Ndange kama undu manene abano. Unaona moyo wake ikiwa hivi. Kule juu mbinguni akisema nisamee Mungu wangu. Miriam aronekebo. Mukundi aroba utheine. Muthenyo sunge Nicholas yekuo. Hiyo siku nyingine nungu wako pale. Keti alikosea wimbo iko pale. So what do we do? Kuforgive ndio kufanya nini? Nikaandika kidogo. Let it go vuvura. Let it go pigia Yesu makofi. And the man is free. Ako free ku excel. Pigia Ruben makofi. Ruben itendeke hivyo kwako. Ndoga korenda stimbini. Papa ndoga korenda stimini. Nataka kuona ukienda mbali. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Let it go. Let it go. Unangangana na kasamba. Gatura ga utetoro ni marakara. Let it go. Siku ya leo ni kundrop. Kundrop what? Gai. Twariganirwo ri we no kuretero kigeranio ndiganirwo tu. Wale kaka komenye nikakukoro musie kana wirani. Si ukijaribu tu kukumbuka hii. Na hii ukikumbuka si picture peke yake mbaruni na nini ni wewe. Sasa tusimame tuilete kwetu tusimame. Nimemaliza pole kwa wale ambao wako na business tafadhali drop the issue. Drop me. Drop me but don't drop the sermon. Sermon is sticky. Ndukandolerie madhawe drop the issue. Tunajita mkutano sasa. Leo siimbi ile mnaimba tunafuata hii. Kwa kifupi sana tumesoma nini? Yesu akakuta mti. Kwa hiyo kuenda alikuwa na anja, alikuwa na expectation, lakini the expectation zake sika. So, juu ya bitterness akarani. Yes. So wetu tukalia rais wengi wetu tumeweka laana kwa ama kwetu sisi, ama kwa kazi, ama kwa hata kwa mboma yako, hata kwa mali nji yako na nikiwa wanaitengithi na mbele. Lazima kuwe katikati ya either bwana ama bibi kuna hiyo sumu. Maana ulimi umenjawa na urogi. Ndivyo James anasema. Alafu tukaenda next tukasoma nini? Ya pili nayo tukitoka kwa expectation ukikosa kupokea kenye ulikuwa unatarajia ama unatumainia, una mapato na bitterness, stress, unakosa usingizi. Ya pili ni doubt, shaka.
Ungikera kilima giki Rubeni, tu kwa mdomo unatumika sana leo, na nikumaanisha hapa midomo yetu iko na shinda ili tutende makuu. Ukiambia hii mlima ing'oke iende mahali pengine, tunaona milima aina ya milima yenye imetukalia, bila shaka wewe uiambie na umeondoa shaka ndani yetu yako, umeamini Mungu, umeamini kienye umetenda kitatendeka, itakuwa hivyo. Ya mwisho ni unforgiveness, kwaga kurekanira. Hii ni issue kubwa kwetu na imerudiwa mara ya pili. The prayers waombaji ndio wamegusa leo, maana ninaona wako karibu kufuka. Kile kinakufanyanga unapofika tu, hata ikiwa unajua the 11th hour, unasimama unaona wengine wakienda, unaachwa ni unforgiveness, kwa kurekanira nayo. Tukaambiwa to drop the issue, tukaambiwa let it go. Sijui kama umefunzwa leo, pigia Yesu makofi. Sasa tunataka kuangalia the issues. Tuko kwa issues. Alinitendea, alinifanyia siku moja yote ile ene issue. Alafu ile umemesa. Hawezi akanisoea hivyo. Siku moja nikamwambia nisomese. Nindengiananilia nake. Hata kinita hiyo ni yake. Iso naye tunaambiwa let it go. Tukiwa pale sasa, tujiite mkutano kwa dakika moja. Hapa hata hakuna maombi, lakini wacha tu niifanye. Iko kwako na iko kwangu. How can I drop your issue, Ruben? Not unless wewe mwenyewe uone ndio hii itoke, uone hasara yake. Ninaweza anje sasa. I've interceded for you people. Mpaka nikafika kwa kuambia hivyo. Niliambiwa kwa sauti, enda umbiri mambo ya Mark 11. Nilikuwa kwa barabara fulani, mpaka nikafungulia, nikashindwa hii na ubiri yangu anje iko hivyo. Niguse tena, niguse tena, niguse tena mama, niguse tena, touch me once more, touch me once more. Adenasikia huyu anaambiwa mmoja hapa drop the issue ya kitanda. Anaambiwa drop the issue, touch me once more, Lord, touch me. Ni nani yule anasema aguswe tena, inue mkono wake juu, maana hapa pamoja nami tunahitaji neema. Tukiwasamea na kwambia tutapokea uponyaji, tutatenda makuu. Tukiwasamea tu. Na hapa ni mambo na kuamini. Mimi Mungu niguse tena. Basi mfalme mkuu, tumeinua mikono yetu juu. Nimeleta message kama vile ulikuwa umenifunulia. Naomba hawa watu wako na wale watasikiza after this, wakisikiza the message Jehova, hata na wao the issues zenye wako nazo wakaweze kusindrop, wakaweza kuleta ngo, na ukatuondolee doubt in us, tukaweze kukuamini fully. Na tena mwana wa Mungu wengi wenye tuko expectant na tuna expect fulani na fulani atusaidie, usaidizi utoke na njia hii, tusaidie ku know the season, kuelewa season, kutambua season, ili tutiwe watu wa kukwaswa tukimiss, tusiwe watu wa kuquit, tusiwe watu wa kuwa na bitterness. Tulehemu Yesu, tumeinua mikono yetu juu. Issues of the season, mara nyingi tumeanguka, tumesema ndio Baba, tusaidie kutoka leo kujua the season, kutosheleka kwa season. Tusaidie kutab neema ya kwa off season. Tusaidie Jehova kujua wakati kuna neema ya off season. Mungu wa Israeli, tazama tumenjawa na lot of doubts, that is shaka, nganja. Tuondolee hii mti yenye njabado na Baba ndani yetu. Mungu wa Israeli, tusaidie kukuamini fure. Tukitamka mambo inatendeka. Wale ambao ni waombaji, basi ninaomba mwana wa Mungu tusaidie kuamini, tukiambia jambo inatendeka hivyo. Na tukiomba
unatusaidia mwana wa Mungu. Kila siku unatusafisha na damu yako. Tusafishe na damu yako. Tuondolee yeyote lolote tumepepa ndani yetu na tumeshindwa na kuachilia. Tusaidie baba yangu kundrop the issue. Tusaidie Emmanuel kulete tingo in the mighty name of Jesus Christ. Tukomboe kupitia kwa neno lako. Naomba neema ya hayo mambo yote Yesu ifuate kila mmoja wetu, iwe juu ya kila mmoja wetu. Tukumbuke na njia ya kipekee. Tazama wengi wetu hata walingangana kuingia hapa Yesu kwa sababu ya mambo yenye walikuwa nayo. Ninaomba ukawasaidie kundrop haya mambo na kukuheshimu siku ya Sabato. Mungu wa Israeli, tusaidie kuweka hayo mambo chini yenye imekuwa ikitusuiria kuingia katika nyumba lako Yesu. Tukomboe leo, tukomboe Yesu. Komboa nyumba zetu, komboa kazi zetu, komboa maisha yetu, komboa ndoa zetu Yesu. Tumelete tingo, tunaamini ya kwamba unatupeleka mbali. Ninaachilia hiyo neema ya kuenda mbali na kuexcel na kutenda makuu. Pokea sasa in Jesus Christ name. Kila mmoja wetu aseme amen, kisha tupigie Yesu makofi. Amen, amen. Jehova wabariki na watendee mema. Watendee mema. Watendee mema. Watendee mema.